Kwanza ningependa nitoe shukurani za dhati kabisa kwa mambo mawili. Kwanza kwa kutupokea vizuri kwa shangwe na shamra hapa Dodoma mjini na katika mkoa mzima wa Dodoma. Kila mahali tulipopita tumepokelewa vizuri sana. Kwa hiyo tunawashukuruni ndugu zangu wa Dodoma, na mimi ni mara yangu ya pili kuja hapa tangu nimepewa nafasi hii ya kuwa makamu mwenyekiti, kwa sababu hapa ni makao makuu. Nilipopewa nikaja nikapokelewa hapa na nyinyi mlikuwepo. Kwa hiyo mmeniongezea CV ya mikoa ambayo nimefika tangu nimepewa kazi hii. Jambo la pili, nawashukuru sana kwa zawadi na kusema asante. Ndio neno peke yake Kiswahili kinayo. Ingekuwa kuna maneno zaidi ningesema, lakini maneno ya Kiswahili ni asante sana. Utaongeza nini zaidi ya hapo? Kwa nawashukuruni kwa zawadi na washukuru kwa mapokezi. Asanteni sana jamaa wa Dodoma. Baada ya maelezo hayo na shukurani, ningependa niwaambie nimetumwa kuwa mgeni rasmi katika maeneo haya kwa sababu ya sherehe za miaka 61 ya Muungano. Sasa nilipokuwa naangalia nyuso za watu walioko hapa, nikagundua watu wengi walioko hapa walizaliwa baada ya Muungano. Kama wapo ambao wamezaliwa kabla ya Muungano, ambao ni pamoja na mimi, wako wachache sana. Watu wa umri wangu tumeanza kupungua sana, na hiyo ni haki, kwa sababu lazima tupungue ili vijana mpate nafasi ya kuishi. Hasa kwa sababu bado tupo tuliokuwepo wakati wa Muungano. Lazima tuwaeleze Muungano huu ulikuwa wa nini, ulitokea kwa nini, na mafanikio yake nini hasa. Hiyo sio swali. Hiyo sio swali, kwa sababu uhuru ni lazima. Kutokuwepo uhuru ni tatizo. Kwa hiyo unaondoa tatizo alafu unaweka uhuru. Ukiniuliza kwa nini mapinduzi, jibu lake rahisi, kwamba uhuru ulikuwa upatikane, lakini Afro Shirazi ikadhulumiwa. Tena si mara moja, walizulumiwa mara nyingi. Historia inajibu. Walipodhulumiwa sana, Mzee Karume alikuwa ameenda Uingereza, ameitwa na Waingereza wakazungumze uhuru wa Zanzibar. Walipofika kule wakapewa masharti, wakaambia katiba ya uhuru wa Zanzibar, kwanza chama kitakachoshinda kitakuwa na waziri mkuu, lakini mkuu wa nchi atakuwa sultani. Wanaelezwa masharti ya uhuru wa Zanzibar. Na wakati ule ule majimbo ya Zanzibar yamekatwa. Kulikuwa na watu wengi, majimbo machache, kwenye watu wachache, majimbo mengi. Kwa Waingereza walijua nani atashinda, nani atakuwa waziri mkuu, lakini sultani haguswi. Basi Mzee Karume yuko London na wenzake. Sasa wenzake wakamuuliza, sasa mwenzetu, umetuleta London, mambo yenyewe ndio haya, sasa tunafanyaje? Tukubali tukatae? Basi Mzee Karume akaambia, poa, mambo makubwa hayaamliwi nje ya nchi, yanaamliwa nyumbani. Turudi nyumbani, twende tukafanye mambo haya, tutajua la kufanya. Basi wakarudi. Ilikuwa mwaka 1963. Tarehe ya uhuru ikawekwa mwezi Desemba, sultani mkuu wa nchi, na uchaguzi umepigwa. Walioshinda ni vyama vyenye kuwakilisha watu wachache, vyenye kuwakilisha watu wengi vikanyimwa haki ya kuongoza. Mzee Karume alisema hayo tutaamua nyumbani. Wakaja wakayaamua, ni kuchukua shoka na panga na kufukuza hawa watu, au sio?
kuna lilo la Uingereza, nyumbani ni London, niendelea na safari. Na hapa sio nyumbani. Hayo ndio yalilazimisha mapinduzi ya Zanzibar. Maana watu wengine hawaelewi, wanadhani watu wa Zanzibar wao ni shari tu. Hapana, dhuluma ilizidi. Na ilikuwa hakuna namna, hata ungelipiga kura mara 10,000 bado ungeshinda. Maana wachache wana majimbo mengi, wengi wana majimbo machache. Na wenye kutawala ndio wanayakata. Hivyo ndivyo ilivyotokea. Basi jamaa wa Zanzibar wakachukua nchi ile kwa mapinduzi. Na ujue miaka yote sultani alikuwa pana analindwa na Waingereza. Kwa hiyo ukipindua Zanzibar unapindua Waingereza. Na Waingereza hawa walikuwa Dar es Salaam. Ndio tumewaondoa, miaka imepita mingapi? 4. Sasa wamekabidhiwa mapinduzi. Sasa ukipindua, hata wewe unaweza kupinduliwa, au si mfumo tu? Kwani wale waliopindua hawajui pa kununua panga? Sasa unafanyaje ili upate nguvu ya kuleta amani Zanzibar na upate nguvu ya kuleta amani Tanganyika? Kwa sababu kutoka Dar es Salaam mpaka Zanzibar kwa ndege dakika 15. Hiyo ni ndege ya abiria. Ndege ya kijeshi sekunde 2 ikiruka imeshafika Dar es Salaam. Ndio ukaribu uliopo kati ya Zanzibar na Tanganyika ya wakati huo. Sasa katika mazingira yale ya msukosuko wa kutokuwepo amani, na ambayo ingeendelea, tungekosa amani Tanganyika, tungekosa amani Zanzibar. Kwa hiyo badala ya kujenga shule tungekuwa tunanunua vifaa vya kijeshi vya kuangusha ndege zinazotoka Zanzibar, kwa sababu Zanzibar ingekuwa nchi isiyokuwa rafiki kwa Tanganyika. Na Tanganyika isingekuwa rafiki kwa Zanzibar. Kwa hiyo misukosuko ingelikuwa pande zote mbili. Unafanyaje? Na wakati ule kulikuwa na joto la viongozi wetu la kuunganisha Afrika. Kulikuwa na Julius Nyerere, kulikuwa na Nkrumah na viongozi wengine, wote wanazungumza juu ya umoja wa Afrika kama njia ya kuleta umoja, amani na maendeleo ya Afrika. Na wakati ule Mwalimu alikuwa anazungumza na Kenya na Uganda, tuungane. Lakini niwaambie, kazi ya kuunganisha watu na nchi ni kazi ngumu sana. Hata ukitaka kuunganisha vijiji viwili, ukitaka kuviunganisha, mwenyekiti wa kijiji anauliza, sasa mwenyekiti atakuwa nani? Maana ukiunganisha viwili, mmoja sana kosa. Sasa mwenyekiti wa kijiji anasema hapana, tukuunganisha sasa mimi ndio nitakuwa mwenyekiti. Anasema hapana, ni mimi. Vitaungana. Hayo matatizo nayoambia unayasikia rais, lakini ndio yamechelewesha umoja wa Afrika. Nani awe rais wa wale? Mwalimu Julius Nyerere ambaye tunazungumza yuko kwenye Nyerere Square hapa. Yeye alisema kama Afrika ya Mashariki ingeungana, Kenyatta angekuwa rais, angemuomba Kenyatta amteue kuwa balozi wa Afrika ya Mashariki kwenye Umoja wa Mataifa. Hiyo ndio cheo alitaka yeye. Alikuwa tayari kuacha urais awe balozi. Wenye mawazo hayo kama ya Nyerere hawazaliwi kila siku. Watu wanaozaliwa kila siku ni wale wanauliza, vijiji tuunganishe, nani awe mwenyekiti? Narudi Zanzibar Tanganyika. Wakati ule wa kudai uhuru, TANU na Afro Shirazi vilikuwa vinafanya kazi kwa karibu sana. Na watu wa maeneo haya ni watu wale. Watu wengine wanafikiri wa Zanzibar ni wageni. Hakuna wageni kule.
Ukienda utafute Wagogo utawakuta Zanzibar, wako pale, na Warangi hawa utawakuta kule, Wachaga utawakuta kule. Watu ni wale wale. Vita kuu ya kwanza na kabla ya hapo ilikuwa inaitwa Germany East Africa, wanaita wenyewe kwa kilugha chao Deutsch East Africa, yaani Ujerumani iliyoko Afrika ya wapi? Ya Mashariki. Kama tungejitawala tungesema tumejitawala sisi ni Jerumani ya Mashariki, ndio jina la nchi yetu lingekuwa. Ili la Tanganyika lililetwa na Waingereza, maana walifuta ile German East Africa. Sasa wakaja Tanga pale, wakasema hapa wapi? Tanga hapa, na kule Nyika maana Tanga town, Nyika kulini.